Rais wa zamani nchini Malawi Lazarus Chakwera amesema yuko tayari kwa mchakato wa kutafuta maridhiano nchini Tanzania. Chakwera aliyeteuliwa na Jumuiya ya Madola kama msuluhishi mkuu wa mzozo wa baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba amesema yuko tayari kukubali uteuzi huo, akikaribishwa na serikali ya Tanzania kuwa sehemu ya mazungumzo kama jirani na rafiki anayesimamia uhamasishaji wa amani ya nchi hiyo na kila nchi katika ukanda. Daktari Chakwera atakuwa Tanzania kwa ziara ya siku 4 ikiwa ni hatua ya mwanzo ya majadiliano na wadau mbalimbali kuhusu masuala yanayohusiana na uchaguzi na mustakabali wa maendeleo ya nchi. Nimemjulisha katibu mkuu wa Umoja wa Jumuiya ya Madola ya kwamba nimekubali uteuzi huu ikiwa serikali ya Tanzania itanikaribisha kama jirani na rafiki anayelenga kudumisha amani nchini humo na kila nchi katika ukanda huu. Kwa hivyo timu ya wataalamu kutoka sekretarieti ya Jumuiya ya Madola jijini London inawasili Dar es Salaam ili kuhakikisha utayari wa serikali ya Tanzania kwa ziara yangu iliyopendekezwa kwa ajili ya mazungumzo kuhusu hali nyeti iliyojitokeza huko na namna ya kuitatua kwa amani. Kuteuliwa kwa mpatanishi mkuu Lazarus Chakwera nchini Tanzania kumeibua hisia za mchanganyiko miongoni mwa Watanzania. Hii si mara ya kwanza kwa hali kama hii ya machafuko kushuhudiwa baada ya uchaguzi mkuu. Katika uchaguzi wa mwaka 1995, Jumuiya ya Madola ilimtuma Musa Nafu kufanya maridhiano Zanzibar. Je, alifanikiwa? Florian Kaijage anatuarifu zaidi. Maridhiano baada ya maandamano na ghasia za siku ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 ndio mada inayozungumziwa sana kwa sasa nchini Tanzania. Na sasa Jumuiya ya Madola imemteua aliyekuwa rais wa Malawi Lazarus Chakwera kuongoza maridhiano hayo. Maridhiano hayo yamezungumzwa na watu wa makundi mbalimbali wakiwemo wanasiasa, taasisi za kiraia na madhehebu tofauti ya dini. Lakini hadi sasa kuna tofauti ya kimitazamo. Wapo wenye mtazamo kuwa maridhiano yanapaswa kutanguliwa na uchunguzi wa chombo huru, ikiwezekana kutoka nje ya nchi au tume ya kimahakama ya ndani ya nchi. Upande wa pili, hususan waliopo serikalini wakiwemo wahafidhina, wanaona maridhiano hayo hata uchunguzi unapaswa kufanyika ndani ya nchi bila ya kuzihusisha taasisi au watu wa nje. Upande huu wa pili unaona kuwa kuhusisha watu au taasisi za nje ni kuweka taswira kuwa nchi imekosa uwezo wa kutatua matatizo yake yenyewe, wakati kundi la kwanza linahoja kwamba serikali ya Tanzania haiwezi kujichunguza kwa sababu maofisa wake ni sehemu ya tatizo la vifo na ghasia zilizotokana na maandamano ya wakati au baada ya uchaguzi. Tukingoja hayo, ni muhimu kujikumbusha kuwa baada ya uchaguzi mkuu wa 1995 kulitokea machafuko makubwa ya kisiasa Zanzibar kwa sababu ya utata wa matokeo ya uchaguzi, kiasi cha watu kutozikana. Jumuiya ya Madola chini ya katibu mkuu Chief Emeka Anyauko alimteua mwanadiplomasia Dr. Moses Anaf, raia wa Ghana, kuwa mjumbe maalum katika mazungumzo ambayo baadaye yalisaidia kuleta mwafaka wa kwanza uliosainiwa mwaka 1999. Hali hiyo ya Zanzibar wakati huo ni tofauti kabisa na maridhiano yanayozungumzwa sasa, kwa sababu hakuna makundi mahususi ya kujadiliana ili kupata suluhu, kwani waliokusanyika walihamasishana mtandaoni bila kiongozi unayeweza kumuita mezani, hata kama hoja zao ziliwahi kuelezwa na makundi kama vyama vya siasa, mfano mahitaji ya katiba mpya, hali ngumu ya maisha na baadhi ya viongozi wa umma kujilimbikizia mali. Pengine huu ndio wakati wa kuanza kutafakari vema maridhiano yanayozungumzwa ni kuhusu nini, wanaoridhiana ni akina nani, walikoseana nini, shabaha inayokusudiwa kufikiwa ni ipi. Maswali hayo bila shaka yatatoa mwangaza wa kuchunguza chanzo cha mzozo na kuchora njia sahihi inayokubalika kimantiki na kiutafiti. Bila shaka, asante sana Florian Kaijage. Ili kufahamu zaidi, najiunga mubashara na mchambuzi Mohamed Issa akiwa jijini Dar es Salaam, Tanzania. Mohamed, maoni yako ni yapi kuhusu jopo hilo? Linaweza kuleta mabadiliko kwa hali ilivyo kwa sasa? Linaweza kuchangia kuleta mabadiliko
ikiwa patakuwa na kuegemea katika tuseme jopo ambalo litakuwa linaaminika na pande zote mbili, kwa sababu ili kuwe na maridhiano, kwanza lazima kuwe na sehemu mbili au pande mbili ambazo zimetofautiana, lakini pande hizo mbili ziwe na nia ya kuridhiana na ziweze kuaminiana na pawepo na msuluhishi ambaye pande zote mbili wanamwamini. Sasa ukiangalia hilo la kuaminiana, moja ya kitu ambacho nakiona kama changamoto kubwa hapa ni kwamba kutokuaminiana ni kukubwa mno kati ya vyama vya siasa na serikali na wengine wote ambao wapo. Kwa hivyo inaweza tume hii matokeo yake yakasaidia kwenye kama taifa kujua nini kilitokea, wapi tulipo, na hata ikibidi kwenye mazungumzo ya mpatanishi kama huyo wa Umoja wa Madola, Jumuiya ya Umoja wa Madola, basi ikawa ni habari zitakazosaidia kufikia maridhiano. Mohamed, orodha hiyo tayari tumeona imekosolewa kwa kutokuwa na watu wa asasi tofauti tofauti kama vile vijana na watetezi wa haki za binadamu. Unachukuliaje hili? Hili kwa upande mmoja inategemea unapounda jopo kama hili, lengo ni nini? Mheshimiwa Rais alipounda na lengo lake juu ya hili, pengine si lengo lile la kama tunavyofikiria sisi ufike mwisho kabisa wa hata kupatana na hawa. Anajua wazi kwamba wamekuwa wanamtuhumu, amevunja mapatano, maridhiano ya mwanzo, wamemtuhumu sana hasa vyama vya upinzani. Kwa hiyo lengo hili la kuundwa nadhani litakuwa ni kwa ajili ya hasa malengo ya serikali na kuweza kujua nini kimetokea kama alivyosema. Kimsingi ili uende mbele sasa utahitaji kungekuwa na wawakilishi kutoka serikalini, kungekuwa na vyama vya siasa, kungekuwa na asasi za kijamii, kungekuwa na hata viongozi wa kidini na wa kimila, kungekuwa hivyo, pengine ingetoa picha pana zaidi. Lakini nadhani huu ni mwanzo, pengine tusubiri hatua itakayofuatia baada ya tume hii kuwa imefanya kazi yake. Naam. Je, upinzani unaweza kuhusika katika maridhiano hayo? Maana hatujasikia mpaka sasa wakitajwa mahali kokote kama wamejumuishwa katika orodha hiyo nzima. Ni kweli katika uteuzi uliofanyika wa tume hiyo ya maridhiano hakuna mahali popote walipotajwa, lakini ukisoma taarifa ya Jumuiya ya Madola utaona pametajwa wazi kwamba watataka wakutane na vyama vya siasa, asasi za kijamii, viongozi wa dini na hata wadau, wameita wenyewe wadau wa ndani na wa nje ya nchi. Sasa hiyo unaiona sasa ni pana zaidi, ndio kama ile iliyofanyika kule Zanzibar na hata Kenya. Lakini kwa hivi ilivyokaa, kusema kweli itakuwa vigumu watu ambao wamesha kukataa toka mwanzo waite alafu waje wasikilize, lakini wako ambao watakaoitikia wito wa tume hii. Kwa mfano ukiita viongozi wa dini, ukiita asasi za kijamii, ukiita na makundi mbalimbali ambayo yalikuwa nahitaji pa kusemea, pa kupumulia, ni wazi watakwenda. Lakini kwa vyama vya siasa ndio kama kauli hizo ulizosikia, hiyo ni ya ACT Wazalendo, bado hatujasikia ya Chadema, wala hawahitaji hata kusema, walishakataa hata kabla tume hii haijaundwa. Asante sana Mohamed Issa, na mahojiano hayo ndio yanayotukamilishia taarifa yetu kuu.